Bwana Tolo, shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, niko naye hapa kwenda kuangazia kile ambacho kimetokea katika mchezo wa ngao ya jamii Simba dhidi ya Young Africans katika uwanja wa New Amani pale visiwani Zanzibar. Wenyewe wanakuambia pesa iko benki. Young Africans wamesema wao pesa iko mfuko wa shati, wameweza kupata matokeo. Shoot on target inakuja kupatikana jioni sana. Dakika za jioni Simba Sports Club akichezea mpira mkubwa. Bwana Cholo, poleni kwa matokeo, poleni kwa kushindwa kuchukua ubingwa, poleni kwa kushindwa kwenda kuchimba dawa Jangwani mbele ya Young Africans. Bwana tumepoa, mimi bwana nimepoa. Najua ndo football ilivyo. Mpira unajua kuna muda mpira unakukumbusha vile ambavyo umesahau. Leo niseme tu siku ya Simba ilikuwa kwenye siku yake. Yaani Simba hawakuwa kwenye ubora wao kabisa. Umeshanielewa Yaani kwamba hata kama ingekuwa Yanga wana ubora kiasi gani, lakini Simba sio kucheza mpira wa namna ile. Umeshanielewa. Kwa hiyo muda asiyekubali kushindwa asio mshindani. Tumepoteza mchezo wa ngao ya jamii wa goli moja bila. Sio mwanzo mzuri, lakini mimi naamini Steve Becker ni mwalimu mzuri na atakuwa ameona mapungufu ya timu yako eneo gani, atayafanyia kazi na tutarudi tukiwa imara zaidi huko mbele tunapoenda. Bwana Choro, leo hii imeonekana Simba ni kama imefichuliwa namna ambavyo ilivyo. Ibrahim Dumbia hali kamshinda kuendelea mchezo. Kipindi cha kwanza tu kimemtosha. Steven Baka akamweka benchi. Young Africans wameonekana kuwa moto sana. Kila mchezaji aliyekuwa anaingia anaonekana yuko moto. Bwana, usajili bado siku mbili. Bwana, kuna haja ya klabu ya Simba sasa kurejea tena kwenye usajili? Nafikiri sio wakati sahihi wa kuzungumzia sana mambo hayo, kwa sababu unajua kila mchezo una approach yake na kila mchezo una intensity yake. Unajua sisi ambacho kimetokea kwenye uwanja kwa leo, ukizungumza kifootball kabla sijaenda kutoa lawama wala nini, yani kwamba Yanga wametuzidi kwenye spirit. Unajua Yanga walichotusoma sisi baada ya mpira kuanza, walituacha tucheze mpira. Na sisi tulicheza mpira kwa sababu wanajua Simba ni wataalamu kwenye kuprocess. Tuliprocess mali lakini hatukutengeneza nafasi. Walipogundua kwamba hawa makali yao ni madogo, baada ya kugundua kwamba eneo lao la ushambuliaji Simba sio hatari hasa katikati kwa maana ya striker. Wakawa wamewapa nafasi sasa viungo kufanya kazi yao. Wacha ukifanya wakawa wanatupress yani kuanzia juu. Mwanzoni walichokifanya wakawa wanapiga mipira mirefu kwa sababu walikuwa wanajua tukianza kuprocess mali kwa kipindi hiki watatusumbua na wanaweza kutufunga. Kwa hiyo wakapiga mipira mirefu na ikawalipa kwa sababu ilipigwa penetration, Boka anapiga cross, ilikuwa sio nafasi, nusu nafasi, Kangana anaweka goli. Kosa la Simba sasa baada tumeshapoteza tayari goli moja. Umeshanielewa? Mimi nitegemea kwamba lazima wangereact kwa sababu tulikuwa tunao uwezo wa kureact kwa sababu tuna Chama ndani, tuna Libase, tuna Aura. Umeshanielewa kwamba ili Mpanzu ndo hayupo. Tunareact vipi? Kwa maana sisi tushakuwa nyuma tayari. Tulitakiwa sisi ndo tuwapress wao. Sio wao tena watupress sisi kwa sababu sisi tushapoteza. Kitu kinanishangaza kwamba Simba bado wakawa wanapressiwa, yani wao wanakubali kupressika. Yani mtu anaongoza goli moja, mtu anayeongoza goli mara nyingi anakuwa na pressure yeye. Kwamba goli lisirudi mapema. Umeshanielewa? Walichotusoma kwamba watu sisi kwa press wanafanya makosa, na ni kweli tumefanya sana makosa eneo la kiungo. Tumefanya makosa mengi sana. Ikafika muda imeingia pressure wachezaji mpaka wakawa hawafanye kila kitu wanachokifanya sio sahihi. Umeshanielewa? Lakini yote inatokana na nini? Kwanza mimi niliona tu selection ya mwalimu ilikuwa nzuri. Bwana, hii ndio Simba ambayo mnategemea kuchukua ubingwa wa ligi kuu, ndio Simba mnategemea kuchukua ubingwa wa CAF Champions League, ndio Simba hii? Sasa unajua swala la CAF Champions League ni story nyingine, umeshanielewa? Sio jambo la kulipigia kelele kwa vipimo vya mechi za ndani hapa. Zile ni mechi nyingine kabisa kwamba anakuja mpinzani ambaye amjuani, mpinzani ambaye mwenyewe hujui yuko fomu yake yuko vipi na quality players wake wako vipi, umeshanielewa? Tofauti na ndani hapa. Na ukiniambia Simba hii unaweza kuchukua ubingwa, nitakwambia ndio, kwa sababu unajua mechi ya Simba na Yanga siku zote huwa ina matokeo tofauti, umeshanielewa? Hata last season ngao ya jamii Yanga alimfunga Simba, umeshanielewa? Yanga alimfunga Simba, lakini mechi za ligi zote wamedraw kumfunga kwa sababu Simba ilirudi akiwa imara sana. Kwa hiyo hata hii inaweza kuwafanya wakawa imara zaidi, wakarudi kwa imara. Tatizo ni moja tu kwamba hatuelewi namna sisi Simba yetu inavyoongozwa, kwa sababu kunaonekana ndani hakuna ule umoja, na hiyo inatutoa sisi kwenye mchezo. Inawatoa sana wachezaji kwenye mchezo, inawatoa mashabiki kwenye mchezo, kwa sababu watu wengi tunaona yani kama vile wanahujumiana hivi. Kwa wanapotokea matokeo kama yale na aina mchezo kama ule, watu tunaanza kuwa na wasiwasi kwamba inakuaje? Mbona sio Libasi ambaye namjua, sio Aura ambaye namjua, sio Chama? Why? Kwa sababu sisi tulifanya kila kitu vizuri, mpira unaanza. Lakini tulizidiwa. Umeshanielewa, tumezidiwa.
wenzetu wamefanya kila ambacho walikuwa wanakitaka, wamepata goli lao moja, wamezuia, wamecheza vizuri, na njia ambayo imefanya wazuie ni kupossess mpira. Wameprocess at end of the day, mpira umeisha, ameshinda 1-0. Kwa nawapongeza Young Africa kwa kuchukua ngao ya jamii. Bana, migogoro ambayo inaendelea ndani ya klabu ya Simba na hiki ambacho kimetokea kwenye mchezo dhidi ya watani zenu Young Africans, tunaweza tukakiweka katika sababu pengine iliyopelekea Simba kuweza kupoteza, kwa sababu kitizama siku za hivi karibuni tumeona kuna migogoro ambayo inaibuka upande wa wanachama na upande wa mwekezaji, lakini vile vile tumeangalia namna ambavyo sajili zimefanyika. Tumeona Selemani Mwalimu anaondoka ndani ya klabu ya Simba, anaenda kwa watani zenu Young Africans, na kauli ambayo ametoa mwenyekiti wa bodi kwa maana ya Crescentius Magori akibeza ubora na uwezo wa Selemani Mwalimu, na hiki ambacho kinatokea hii leo, Ibrahim Dumbi ambaye mlimtegemea kama mshambuliaji pekee ambaye aliongoza Simba kwenye first 11 lakini ameshindwa kuperform. Unadhani nini kinachofanya Simba ianze kuingia kwenye migogoro na mwisho wa siku mnapoteza mbele ya Tanzania Young Africans? Mimi nishawahi kuzungumza huko nyuma. Yaani namna Simba inavyoongozwa, yani ile structure, yani ule muundo wa uongozi wa Simba, wala hakuwezi kuwa sawa hata siku moja. Ule ni muundo mbaya kwenye mpira. Vilabu vyote duniani havina structure ya namna ile. Yaani kwamba kwenye klabu siku zote kama mwenyekiti na katibu wake, kama ni rais na makamu wake, anakuja na CEO amemaliza. Lakini kukiwa na matawi kwamba sio kuna mwenyekiti wa klabu, kuna mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi, kuna CEO, kuna nani, kila mtu ana maamuzi. Wewe umeona tu juzi kitu kimetokea. Mwenyekiti wa klabu anafanya mkutano, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi anawakataa, anataka kufanya mkutano pamoja. Yaani ile tu peke yake inaonyesha kwamba pale ndani hamna mtu ambaye ni final say. Umeshanielewa? Kama hakuna final say, maana yake kila mtu anaweza kuamua anachokitaka. Kwa mfano sakata la Selemani Mwalimu, unaona kabisa kwa nini tumeshindwa, kwa sababu hakuna umoja ndani ya klabu. Inawezekana kuna mtu alikuwa anamtaka lakini ana kauli. Kama Mangungu anafanya mkutano anakataliwa na mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi, hawezi kusema Selemani namtaka akakubaliwa. Lakini leo tumeona pengo lake limeonekana. Kwa nini limeonekana? Sisi leo ilikuwa sio kwanza na Ibrahim Dumbia. Yaani by any means, yani hawezi kuanza Ibrahim Dumbia. Kwanza mgeni, umeshanielewa? Ajui mazingira, mechi na pressure kubwa, alafu tupo kwenye migogoro na wanaona. Lakini tumekuwa na mtu kama Selemani Mwalimu pale. Ina maana leo kama Mwalimu aliamua kumweka Aliyempanzo nje, basi ungeanza na nani? Na Selemani Mwalimu. Kwa sababu Selemani Mwalimu anawajua vizuri Yanga na hata quality yake anamzidi Ibrahim Dumbia. Umeshanielewa? Na anajua vizuri ligi ya ndani, namna na ile pressure ilivyo. Lakini kwa kumkosa kwake, unaona Mwalimu amelazimika kuna na huyo Dumbia ambaye yupo, ambaye akufanya hata kitu ambacho unaweza kumwambia watu wakaamini huyo mchezaji. Mimi ni miongoni mwa wachezaji ni watu ambao nilikuwa nasema nataka nimpe muda Ibrahim Dumbia, lakini kwa namna ninavyomuona na aina yake ya uchezaji, tuna kazi kubwa sana ya kufanya. Yaani baada ya kwenda tupiga hatua moja mbele, tumepiga hatua moja nyuma, ama tumesimama pale tulipokuwa msimu uliopita. Sasa Selemani Mwalimu na Ibrahim Dumbia, heli nani? Bora Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu. 100% kwa sababu Ibrahim Dumbia hamwezi Selemani Mwalimu goal control, hamwezi composure, hamwezi skills, hamwezi kwenye kila kitu. Labda kwenye scoring ambayo hatujajua. Kwa sababu alikotoka alifunga magoli mengi. Lakini Selemani Mwalimu amecheza ligi ngumu. Selemani Mwalimu amecheza NBC Premier League, amecheza Botola kwa kiasi chake, na amecheza mpaka na Club World Cup zile. Amecheza mechi na Juventus, na Selemani Mwalimu anacheza kabisa na mechi na Juventus. Ni mchezaji ambaye ukimtazama kwa jicho la kawaida ni mchezaji wa kawaida sana, lakini ana experience kubwa sana kwenye mechi za aina hiyo. Amecheza mpaka mechi na Juve, anashindaje mechi na. Kwa hiyo alichokisema Magoli wewe unakipinga kwamba sio sahihi? Mimi sikufichi, mimi ni shabiki wa Simba, lakini wanatazamaga matatizo mbali sana. Sisi hapa Simba yetu, mmoja kati ya mtu ambaye anaifanya Simba inakuwa hivi ni Crescentius Magoli. Mimi ndo nawaambia leo Simba wanatafutaga sababu, si Mohamed Dewji si nani, lakini mtu ambaye anaifanya Simba inakuwa hivi, awe ndani awe nje, ni Crescentius Magoli. Kwa sababu Magoli anaigo, Magoli mjeuri, Magoli mjuaji. Umeshanielewa? Yaani ukitaka kujua kama yule mzee ni tatizo Simba, akiwa nje yani tupate matatizo, akiwa ndani anaamua yeye nini cha kufanya. Sio, umenielewa? Kauli zake tu zinatosha kuamini hilo, kwa sababu huwezi kumwambia kiongozi wa klabu unaambia kwamba wewe huyu sio Simba, wewe na mimi Simba kuliko wewe. Umeshanielewa? Hakuna Simba kuliko wewe. Yaani Simba hii haina mwenyewe. Umeshanielewa? Inawezekana kuna watu, inawezekana mimi nikawa Simba kuliko hata Magoli. Kwa sababu mimi naweza naipenda tu Simba, silipwi. Umeshanielewa? Hakuna chochote ambacho nakipata na sina faida na ile klabu, ukitoa kuangalia mpira na kupata matokeo mazuri. Mimi ni furahi basi. Yeye analipwa, anapata fedha. Tena fedha nzuri tu ya kuishi na familia yake. Umeshanielewa? Na mimi niwaambie tu kweli, tumekuja tukaongeza tatizo lingine. Sasa hivi unaona Simba wanaamini kwa Jeruti kuliko Mo. Umeshanielewa? Hilo ni tatizo. Leo hii Simba wanataka mchezaji asajiliwe na Jeruti X Factor, mchezaji mkubwa ambao watu wanaamini Faisal asajiliwe. Jambo gumu sana.
Lakini hiyo pia inaita matabaka kwa sababu gani? Mohamed Dewji timu ameitwa mbali sana. Sio tu muongeaji, wanambeza, wanafanyaje, sijui pesa iko benki na nini. Lakini huwezi amini hakuna mtu ambaye ana moyo na Simba Sports Club kama Mohamed Dewji. Ila tu Simba sasa wanataka Mohamed Dewji wanatoa fedha kwa kujitolea. Sio kimikataba. Yaani kama hivi Simba sinafanya vibaya, yaani yeye amue tu kutoa fedha zake mfukoni, awagee Simba, wao wafanye mambo yao, pasipo maandishi, pasipo marejesho, pasipo nini. Wanataka ufadhili. Sasa mambo ya ufadhili kwenye mpira wa sasa yamepita na wakati. Ameongezeka Jeruti, watu wanataka kuweka nguvu kwa Jeruti. Jeruti ni mdhamini wa vifaa vya michezo Simba Sports. Mzabuni. Umeshanielewa? Wanatengeneza lile bato. Mzabuni huyo ajenge uwanja, sio kweli. Mzabuni anasajili. Wanambebesha mzigo mzito. Yaani kwamba tayari unataka kuonyesha kwamba hapa ndani leo hii unaona tu mchezaji kama Inolowemba alikuwa sio kubaki Simba. Si unaona leo mechi kama imetupalia ile? Wanacheza kina Morris Abraham, wameingia kina Sabakari Msimu, watoto wetu ndio wameingia na wamejitahidi kwa uwezo wao. Una international player kama Inolowemba atusaidii kitu, lakini aliondoka kwa FIFA kwa nini? Ile mchezaji wa mtu mwingine. Umeshanielewa? Ni mchezaji wa Jeruti na ndio maana kabaki, lakini kwa mchezaji ambaye amesajiliwa na mtu mmoja tu, Inolowemba si nimekuwa tuko naye. Tungepata nafasi ya mtu tungeongeza mtu mwingine. Kwa hiyo migogoro ndani ya Simba, mtu wa kwanza anayesababisha ni Crescentus Magoli ambaye anatakiwa atoke kwenye Simba. Yaani asiwepo. Yaani asiwepo kabisa. Lakini kwa sababu watu sasa wameshakaririshwa kwamba mwenyekiti wa klabu ndo tatizo, basi kila mtu anamuona Mangungu ndo nini? Ndo tatizo. Ukimuuliza Mangungu tatizo lake nini? Hakuna. Mangungu sio final say, ana nguvu pale Simba Sports Club. Nguvu yake ndogo. Ukitaka kujua Mangungu nguvu yake ndogo, amefanya mkutano, Magoli kakataa, mkutano uliendelea. Amenyamaza kimya mzee Mangungu. Yalifuatwa yale mambo ambayo alifanya. Si akaenda kagairishwa. Yaani amefanya kikao kingine, yamegairishwa. Anayefanya hivyo ni Crescentus Magoli. Leo Magoli ndio mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi, manake usajili na kila kitu yeye ndo anajua. Selemani Mwalimu anakuja anarudi mpaka anasajiliwa na timu nyingine, maana yake yeye ndo mkurugenzi wa bodi ya kurugenzi, lazima ajue. Ina maana masuala ya kuingiza fedha, ya kufanyaje, yeye na Mangungu ndo anajua. Mangungu mimi najua, kauli yake ndogo, Mangungu hana nguvu Simba Sports. Wenye nguvu ndio wanamwambia Selemani Mwalimu mwambie kutumia tiketi uondoke. Sio Mangungu hawezi kumwambia hivyo. Kama Magoli anaweza kumjibu mchezaji gani huyo? Anaweza kushinda kumwambia kutumia tiketi aondoke. Huyo ndo tatizo. Ushanielewa? Kwa sisi kuna muda watu wanajificha kwenye matatizo ya watu wengine. Leo watajificha kwenye striker, watataka mimi nakwambia, umeona tatizo? Kuna Steve Becker anamweka kwenye kiango, watamtazama mechi 5 za kwanza. Mechi 5 za kwanza akidraw hata hizi watamuondoa. Sawa yote ya nyuma. Niamini mimi. Na atakayemuondoa ndo huyo. Umeshanielewa? Amini, lakini yeye ndio kirusi mkubwa sana. Na mimi nakwambia wasipobadilisha muundo wa uongozaji Simba Sports Club, haya matatizo hawezi kuisha. Bwana, Simba sasa mnaanza na msimu kwa kichapo na watani zenu Young Africans kwenye mchezo wa ngao ya jamii. Mnarejea sasa kuanza kuzisaka alama 3 baada ya mechi nyingine. Je, kuna uwezekano wa hiki ambacho kimeanza kutokea kiubaya kiendelea ndani ya klabu ya Simba, manake tayari pengine tayari mnanyong'onyea, manake migogoro inaendelea na klabu tayari imeanza vibaya, pengine mnaweza mkajikuta tayari naanza kupoteza alama kwenye mchezo ijayo? Hapa tayari tuko 50-50. Yaani kwamba Simba kufanya vizuri 50% na kufanya vibaya 50%, kwa sababu sisi hapa ndo tunaweza tukaongea. Kwa mfano kama mimi nimekomaa kimichezo, kwa sababu muda ambao nimetumia kushabikia mpira wa Tanzania ni miaka mingi kidogo. Kwa hiyo nazijua drama za nje ya uwanja, na ndio maana mimi nimeamua kuwekeza tu nguvu zangu kwenye kiwanja. Tunaangalia timu kiwanjani tu basi. Drama za nje ya uwanja naachana nazo. Lakini nikwambie tu ukweli, namna ninavyoongea mimi na ninayoyaona mimi ni tofauti kabisa na mashabiki wanavyoona. Wala tena mashabiki ambao wana nguvu, sio mashabiki kama mimi. Mimi ni shabiki ambaye sina nguvu. Naweza nikakwambia mimi pale fani hafai, lakini kuna watu pale wana nguvu. Sasa hizo simu zinapigiana simu, wana nguvu kubwa, wengine viongozi, wengine nini, na mashabiki na wanaumia. Walikuwa pale kina Musa Hassan Zungu, walikuwepo pale mashabiki wa Simba hao. Ukitoa viongozi, lakini mashabiki wa Simba wanaipenda Simba. Watu wamesha shughuli zao, walienda pale. Umeshanielewa? Leo unakuja unafungwa, sio tatizo. Sisi tulitoka kuwafunga juzi tu. Lakini kwa namna Simba inavyoendeshwa, mashabiki hawawezi kuelewa, hawawezi kukubali. Kwa hiyo wataanza kupush sasa pressure. Cha kwanza wanapush pressure kwamba kwa nini tumepoteza mchezo. Pili, wanaona Simba yao bado kwa sasa eneo la ushambuliaji, wanataka huyo mchezaji X factor apatikane. Asipopatikana tatizo. Tuna tatizo kubwa sana, na nakwambia. Sasa likitokea hilo tatizo, kama nilivyokuambia, nafasi 50% anapotea, 50% anakaa sawa. Na Yanga amesha boost morali yao. Unaelewa? Young Africans kila mchezaji wako anamuingiza ni kama ni chuma, naweza nikasema. Yaani kila mtu anaingia yumo. Toure kaingia anapiga
short and target, kichwa kikali sana, Kasari kama singe kwa makini, maana yake tayari tungehesabu mambo yangeharibika zaidi. Young Africans wamesajili wachezaji, nyinyi mlikuwa mnawaita wachezaji wa mafungu. Leo hii mnafungwa. Na nyinyi mkasema kwamba mmeanza na wachezaji ambao hata msiposajili mnaweza mkacheza na Young Africans mkapata matokeo. Leo unasemaje Cholo? Mimi bado Simba Sports na imani nayo sana kwa sababu nawajua, yani nawajua asilimia kwa asilimia, yani najua 100% wachezaji ambao wapo. Umeshanielewa? Kitu ambacho kimetutokea leo ni moja kati ya mchezo. Matokeo moja bila. Simba akuonyesha mchezo mzuri sana. Yaani hakuwa vizuri lakini amepoteza goli moja. Ina maana kama ingekuwa tofauti na hivyo, Simba kwa namna alivyocheza alikuwa anaweza kupoteza goli zaidi ya moja. Kwa hiyo naamini watarudi akiwa na nguvu sana kwa sababu mimi namjua Libase, namjua Aura Chama, namjua Mpanzu, umeshanielewa, Nio Maema yupo, na wajua kina Yusuf Kagoma, kwamba hata wao wenyewe kienda kukaa kija kureview ile mechi watasema kabisa hatakuwa sisi. Hawakuwa kwenye kiwango chao. Umeshanielewa. Yanga inawezekana, umeshanielewa, wakawa na wao na timu yao tu ya kawaida kama tulivyoiona, lakini ile spirit ya upambanaji Simba waliikosa leo, wakawapa nafasi ya Yanga kufanya walichokifanya. Umeshanielewa. Kwa mfano ukitazama hata mechi za pre-season, Simba ambacho kinamkosesha matokeo ni ile spirit ya upambanaji kiwanjani. Wanataka waachiwe mpira, wao wana possess mali, wanacheza, wanapasiana, yani waamue wao wanatengeneza nafasi kwa muda gani. Kuna timu haikupi hiyo nafasi. Ukitaka Yanga kuifunga lazima usikubali kuwapa nafasi. Angalia walivyocheza na wale pale wale wa Kongo pale. Ushanielewa? Wale du Kongo walichokuwa wanakifanya, hawajamwachia nafasi Yanga. Yanga wakifanya pressing wanafanya pressing, wanafika kwenye nafasi mpaka wakapata matokeo. Umeshanielewa? Tena Yanga anapoteza kabisa mchezo. Sisi sasa, yani tunapressiwa, tukipata mpira si atufanye pressing. Yaani nataka tuachiwe watu tucheze mpira, tupasiane, tufanyeje. Ni jambo ambalo mwalimu anataka kulifanyia kazi. Kwa sababu sisi wachezaji wetu tunawajua bora wao, umeshanielewa, tunaweza kufanya bora kuliko kile ambacho tulikifanya leo, tumekifanya leo. Umeshanielewa. Lakini all in all niwaambie tu kwamba Yanga nimeiona. Na Yanga mimi timu ambayo naijua vizuri tu. Moja kati ya vitu ambavyo vinawapaga hamasa Yanga kumfunga Simba. Bwana Cholo, mimi nikushukuru, kutakia kila la heri. Bwana asante sana bwana. Pole sana kwa matokeo. Asante sana, nishapoa kaka. Dawa mchimbi tena Jangwani. Nafikiri bado tupo kwa sababu mechi nyingi na mechi naye zingine mbili, ili kwa ni mechi ya ufunguzi tu, ni mwanzo. Wanaenda kuchimba kesho dawa pale Msimbazi. Sasa sisi Msimbazi pale tutachimba lami. Sisi tuko mjini, watu wenyewe wako shamba. Bwana nikutakia usiku mwema. Bwana na kwako pia bwana.